Nahodha wa Manchester United Bruno Fernandes amevunja ukimya na kueleza kwa nini amekataa ofa nono kutoka kwa miamba ya Saudi Arabia Al Hilal ambayo ingemfanya avute pauni milioni 200 kwa mwaka. Timu hiyo ilikuwa imemweka Fernandes kama kipaumbele katika usajili kabla ya kombe la dunia la klabu, ikitaka kumpa mkataba wa mshahara usio na kodi wa pauni bilioni 2.5 kwa wiki pamoja na bonasi kiasi ambacho ni zaidi ya mara 3 ya mshahara wake wa sasa. Man United ingeweza kupokea pauni milioni 100 kama ada ya uhamisho iwapo wangekubali kuondoka. Kwa mujibu wa Mail Sport, wakala wa Fernandes Miguel Pino alikaa kwa siku 3 katika hoteli ya Four Seasons mjini Riyadh wiki iliyopita akifanya mazungumzo ana kwa ana na maofisa wa Al Hilal. Hata hivyo, juzi Jumanne asubuhi habari ziliripoti kuwa Fernandes amefikia uamuzi wa kukataa ofa hiyo. Je, kwa nini alikataa? Fernandes ameeleza kuwa rais wa Al Hilal alinipigia simu mwezi mmoja uliopita kaniuliza kuhusu hilo. Kulikuwa na kipindi cha kusubiri ili kutafakari kuhusu mustakabali wangu. Kama nilivyosema siku zote, ningekuwa tayari kwenda iwapo Manchester United wangeona inafaa. Nilizungumza na kocha Ruben Morini ambaye katika kipindi chote hicho aliniomba sana nisiende. Klabu ilisema haitakuwa tayari kuniuza isipokuwa labda kama ningeamua kuondoka. Fernandes pia alisema moja ya sababu kubwa ya kubaki ni kutaka kuendelea kucheza katika kiwango cha juu akiwa Ulaya. Ilikuwa ofa ya malengo makubwa. Rais wao ni mtu mzuri sana. Hatukuzungumzia kiwango cha fedha mwanzoni, lakini wakala wangu alifanya hivyo. Baadaye nilizungumza na mke wangu na familia. Aliniuliza malengo yangu binafsi ni yapi katika kazi yangu. Yeye huwa ananiunga mkono katika michezo. Ingekuwa rahisi kwetu kuhamia, hasa kwa kuwa nina urafiki mkubwa na Joao Cancelo aliyopo Saudi Arabia. Lakini bado nataka kuendelea kucheza katika mashindano makubwa, naamini bado naweza. Amorim ameendelea kusisitiza kuwa Fernandes ni sehemu muhimu ya mipango yake ya kujenga upya kikosi na kwamba fedha za kuwasilisha bajeti zitatokana na mauzo ya wachezaji wengine kama Anthony, Marcus Rashford, Jadon Sancho na Pedro Garnacho. Kumekuwapo na sintofahamu miongoni mwa mashabiki kuhusu mustakabali wa Fernandes, hasa kutokana na posti zake za hivi karibuni kwenye mitandao ya kijamii na kuonekana kwake pamoja na nyota wa Al Hilal. Hivi karibuni pia alihudhuria sherehe ya kuzaliwa ya Joao Cancelo, jambo lilozidisha uvumi wa kuondoka kwake. Pamoja na hayo yote, Fernandes amesisitiza kuwa anabaki Ulaya na kushindana katika kiwango cha juu ndicho kitu muhimu zaidi kwake kwa sasa. Mimi ni Eudes Zaka.